8. Kinara Mariam Kitosi, Umi Suleiman yuko hapa, DJ14, Dr. Claudia pia kashaingia hapa, na leo japo kwa ufupi tutazungumza kile ambacho ametuandalia ambacho ni kabisa tunataka leo tuzungumzie athari za matumizi ya vifaa vya kidigitali kwa watoto. Kwa sababu kwanza kabisa tujiulize, watoto wetu teknolojia wanaitumia kwa maendeleo au imeanza kuamiliki? Kwa sababu tunafahamu vifaa vya kidigitali, teknolojia kwa ujumla zina faida zake nyingi tu, lakini pale ambapo zitatumiwa tofauti na kimakosa ambapo inakuwa sio sahihi, ndipo inapopelekea kuleta madhara na athari ambazo zinaonekana. Kwa data kamili za ulimwenguni zinaonyesha kwamba mpaka sasa hivi wataalamu wa afya mbalimbali wameanza kuzungumza masuala ya matumizi ya vifaa vya kidigitali kama masuala ya afya kwa umma, kwa sababu wameona athari zake zinaenda kuathiri jamii, athari zake zinaenda kuathiri kimwili na kiafya kwa ujumla. Kwa hiyo kwanza kabisa napenda kuzungumza tafiti ambazo zimeonekana Marekani. Wenyewe wana limit watoto kwa sababu wanaamini kwamba zile athari zinaweza kuleta madhara mengi sana kiafya, kwa sababu wameweka limit kwa tafiti za Washington DC. Wanasema 2023 watoto wenye miaka kuanzia 8 mpaka 12, lile lika la chini, asilimia karibia 45 wako exposed kwenye mitandao ya kijamii, wapo exposed kwenye vifaa vya kidigitali. Hapa tunazungumzia simu, tunazungumzia tablet, tunazungumzia luninga na social media kwa ujumla. Wamekuwa exposed chini ya umri wao ambao unatakiwa kuanza kwa exposed, lakini kwa asilimia almost 95 za watoto wenye umri kuanzia 18 kushuka chini mpaka miaka 13 inaonyeshana kwamba wanatumia mitandao ya kijamii extremely, yani wanapitiliza. Ina maana imeshawatawala kwenye maisha ya kila siku, na maana muda wote watashinda kwenye social media, muda wote watashinda kwenye luninga na kadhalika. Kwa hizi data za tafiti mbalimbali za nchi zingine zinatuonyesha kwamba athari zipo, na hili jambo linatakiwa liletewe elimu, wazazi wafahamu, watoto wenyewe wafahamu, kwa sababu wanatuangalia, wanatusikiliza. Cha kwanza kabisa, vifaa vya kidigitali ambavyo nimekusha kuvitaja mfano wake vina faida nyingi. Cha kwanza kabisa, vinarahisisha kwenye usomaji. Tunajua sasa hivi elimu nyingi zinapatikana kwenye mitandao. Masomo shuleni sasa hivi yamekuwa kwenye mitandao, watu wanasoma online, watu wanatumia kufanyia homework, kuangalia reference mbalimbali. Kwa tunaona kwamba matumizi ya vifaa hivyo yana faida kwenye masomo, lakini pia kwenye refreshment, kwa sababu mtoto mwisho wa siku atatamani kurefresh, kuangalia katuni, michezo mbalimbali, na inasaidia kwenye habari pia. Kwa unaweza kuona watoto wanaweza kutumia television ambayo ni luninga, social media, hizi tablet, simu kwa matumizi ambayo ni sahihi. Lakini pale ambapo yanavuka mpaka ndio inapelekea watoto kupata athari. Mfano, nitolee mfano mdogo sana. Kwenye majumba yetu ya kila siku watoto wanaangalia movie labda, kuna action movies za kupigana, horror movies za kutisha. Mwisho wa siku inawapelekea kwamba ile na athari kiafya, inatengeneza heart attacks, kwa sababu mwisho wa siku mtoto anakuwa ana ile kushtuka, kwa sababu mwisho wa siku inampelekea hata yeye kuwa anaota zile nightmares, kwamba kuona mwisho wa siku alichokiona anaanza kukiota usiku, kinaweza kumharibu taratibu kiafya na kisaikolojia. Madhara yake yaonekani papo kwa hapo, lakini kadri siku zinavyoenda unaona kabisa mtoto wangu ameanza kuwa na amedevelop athari zile zimeanza kuonekana. Ndio kama nilivyosema, mtu anapata heart attacks, na hizi zipo kiresearch kabisa. Lakini pia depression, anxiety, na maana mtoto ana develop hizo zote kwa sababu ya vile vitu ambavyo amekuwa exposed navyo kwa muda mrefu. Kwa nchi za wenzetu unakuta wameweka kabisa limit kwamba mwisho wa siku mtoto kwa siku anatakiwa kuwa exposed lisali moja mpaka nusu saa. Na anakuwa exposed kwenye nini? Ina maana ile screen time guidelines zipo kabisa. Ina maana mtoto yoyote kwa umri wa miaka labda 8 mpaka 17 wana limit kabisa kwamba kitu gani aangalie.
Kwa hichi kitu kinaturahisishia kwamba kukiwa na limit hizi screen time guidelines, hata vipindi vyetu vinakuwa na age restrictions kwamba mwisho wa siku mtoto mwenye umri wa chini ya miaka kadhaa hawezi kuangalia. Nipongeze baadhi ya movie na tamthilia hata za Tanzania wanawekaga limit ya umri, lakini hii ni wito kwamba hata kwenye vipindi vingine, programs zingine ziwe zina limit ya umri ili irahisishe kwamba umri fulani inaweza kuhandle hichi kitu anachoangalia, kwa sababu hata watu wazima kuna muda ni mtu mzima lakini unaogopa kuangalia movies za kutisha. Unaogopa kuangalia labda action movies watu wanauana, unaogopa sembuse kwa mtoto. Kwa sababu mwisho wa siku mtoto atataka kupractice. Kwa sababu umri miaka tuseme 5, 7, 8 mpaka 10, na maana ni umri ambao mtu anakopi kila kitu, anatamani kujaribu, kwa sababu mpaka anavyofikia umri wa miaka 17 ile lika la bare adolescent wanatamani kujaribu vitu mbalimbali. Kwa hiyo unakuta anaona kumbe akifanya hivi akipigana hivi inawezekana akamshinda, anaanza kujaribu, na mwisho wa siku inaleta tena athari baadaye. Niliwahi kushuhudia kwa mtoto wa dada yangu miaka ya nyuma, alikuwa anapenda sana kuangalia mieleka mpaka akaniambukiza, nakwambia nikawa shabiki, napenda kuangalia mieleka. Uniambii kitu napenda Shawn Michael, nakwambia hivi bala kina Undertaker wote wale. Nilikuwa napenda kuangalia mieleka kwa sababu yake. Yaani muda wote anaangalia mieleka. Sasa athari ni anapanda juu ya makochi, anaruka kutoka pale juu, anaruka chini kwenye sakafu. Unajua akuwe kuvunja shingo, ilikuwa hatari. Yaani lazima aendelee kuiga. Na hapo ilipofika hapo ndo tukaanza kuogopa, tukaona kwamba hichi kitu sasa kina athari, kina muaffect, anataka kuiga na kujifunza yale ambayo anayaona kule, anataka kuyafanya kwenye maisha halisi. Mwana we. Kwa hiyo mambo haya ni hapo. Kwa mwisho wa siku, kabla sijakimbilia kwamba nini kifanyike, unaona kwenye simu zetu sasa hivi hata hizi smartphone wameweka age restriction. Mzazi kabla hujampa mtoto simu, au kama kuna inarahisisha mawasiliano. Tuko kwenye modern lifestyle, wazazi wako busy makazini, sometimes wanataka kuwasiliana na mtoto wako nyumbani, anaendeleaje, imekuaje. Kuna wazazi wanawapa watoto simu. Hapo siwezi kuingilia, lakini weka settings. Kuna settings ambazo zinaonyesha 4+, miaka 4 kuendelea, 9 kuendelea, 11 kuendelea, 18+ kuendelea, na maana hapo ni mtu mzima. Na kuna application kabisa ziko specific. Ukiingia kwenye simu kwenye kipengele cha privacy, kuna privacy restrictions. Na maana pale una restrict kwamba app fulani haziwezi kuonekana kwenye labda tablet au kifaa cha simu unachompatia mtoto wako kama smartphone, kwa ajili ya matumizi mengine ambayo ni chanya. Kwa hiyo cha msingi kabisa hilo ndio jambo la kwanza wazazi kuzingatia, lakini pia kuwa na uangalizi wa makini, kwamba kufuatilia mara kwa mara. Kama mmwachia mtoto wako kifaa cha digitali chochote kwa ajili ya matumizi ya masomo, matumizi mengine ya elimu mbalimbali, basi mwekee kikomo, kwa sababu mwisho wa siku watoto wana develop even malnutrition. Ina maana mtoto hali kabisa anataka muda wote akae kwenye TV. Inakuwa inatengeneza dependence. Mtoto akilia unampa tu simu, huwezi kumbembeleza, huwezi kufanya minzi zingine, huwezi kumuonya, kwa sababu lazima umpe simu ndo mtoto anyamaze. Lazima mtoto aangalie katuni, aangalie TV hadi muda wa kula hali. Kwa hiyo ina magonjwa ambayo kama hizo malnutrition inaweza kupelekea heart attacks, depression, anxiety, lakini kama itaanza kama itaanza mapema kudhibitika, hili jambo litakuwa kawaida, kwa sababu utandawazi unakuwa, teknolojia inakuwa kwa kasi sana. Kwa hiyo tukili overlook ili jambo na kutolisemea mapema, linaweza kusababisha madhara mengi baadaye. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kukumbusha wazazi kwamba wawe makini na watoto wao, kuangalia wanaangalia nini na ni muda gani. At least nusu saa mpaka lisaa mtoto anaweza kuwa exposed kwenye screen time na akaangalia anachotakiwa kuangalia. Dr. Claudia, si tunakushukuru sana kwa kufika na kuendelea kutoa elimu kwa majirani. Tukutane tena Ijumaa. Asante sana. Kupata raha. Sarafina, tumeona kwamba Arsenal ni bingwa, Arsenali. Ubingwa unaendelea kupepea. Sawa basi, tuseme nini sisi? Baada ya miaka 22 sio mchezo. Ni kama ile mgumba sasa meza fujo. 7:43. Tuko na majirani zetu hapa Umi. Ndio, ungejitambulisha. Ngoja tufanye hivi. Majirani wanawatazama kupitia YouTube channel yetu, lakini pia wanawasikiliza. Tafadhali tunaomba mjitambulishe, nyinyi ni kina nani na mnafanya nini? Sisi ni kikundi, tunaweza kutambulika hivyo, lakini ni kikundi ambacho
tunajikita sana kwenye masuala ya kusaidiana kuzingatia misingi na sheria ya dini ya Kiislamu. Tunatambulika kama Ansar Sisters, na kikundi hiki ndani yake kuna kikoba ambacho kinatufanya tusaidiane sisi kwa sisi, lakini pia sisi kusaidia jamii zingine ambazo zina uhitaji. Okay. Mbali na masuala ya kusaidiana, nini kingine ambacho mnafanya ambacho kimewaunganisha na kuwafanya Ansar Sisters kuwa maarufu? Vitu vingine ambavyo tunafanya ndani ya kikundi, kuna watu mbalimbali, kuna wafanya biashara, kuna wasanii humo ndani, lakini pia kuna MC. Mimi ni MC lakini pia ni host wa events mbalimbali, voice over artist pia. Kuna ma content creator ndani, kuna wana psychology ndani, kuna makungwi ndani ya hapo kwenye makungwi hapo. Mambo ya majirani. Kwenye hao makungwi hapo. Na pia kuna makeup artist. Kwa hiyo ni kikundi ambacho kimejitosheleza. Yani sisi kwa sisi, kuna vitu tukitaka kusaidiana hatutoki nje, ni si mmoja tu kwamba fulani yupo nataka kufanya makeup, Sheizi yupo nataka kungwi, Mami T yupo. Kungwi ni nani ya kati yenu? Hey. Sisemi neno mimi. Sisemi neno hata nyamaze. Makeup artist hapo yuko wapi? Mami T, ngoja kwanza. Unaitwa nani? Imekuwa ghafla sana. Sheizi ni mtu wa makeup. Okay. Nadhani tutaishi naye. Inabidi tukitoka hapa tufanye naye japo. Na nilitaka kujua, umesema kwamba watu mnafanya ni kikundi ambacho mnafanya shughuli nyingi. Kuna MC, kuna waimbaji, kuna makeup artist, kuna kungwi. Ni nyinyi watu watano ambao ninawaona hapa, ama ni kikundi ambacho kina watu wengi zaidi? Sisi tumekuja kuwakilisha watu wengine ambao wako kwenye majukumu mengine. Na kikundi hiki mwanzoni kabisa kilianza na watu watano tu ambao pia sio hapa, ni baadhi ya watu ambao tuko hapa. Lakini tukaenda tunaongeza idadi na mpaka sasa hivi tuko takriban watu 18. Na kuna utaratibu pia wa kuingia kwenye kikundi chetu, ndio maana katika usajili wetu tumesajili watu 18 kwa sasa. Na mnaendelea kupokea members wao? Tunaendelea kupokea watu wengine ambao wataingia kwa kufuata utaratibu, kwa sababu kama unavyojua vikoba huwa vinaanza kuanzia mwezi wa kwanza, kwa sababu kwenye kikoba chetu kuna ununuzi wa hisa, kuna kusaidiana kwenye shida na raha, lakini pia kuna kukopa na marejesho bila riba. Lakini vipi kuhusiana kwenye misingi ya dini? Hao wanaojiunga wanatakiwa pia wawe ni wenye dini fulani au wazingatie misingi fulani? Kwa sababu sisi ni kikundi cha mabinti wa Kiislamu, kwa hiyo tunapokea wale mabinti wa Kiislamu. Okay. Haya, tusiingie sana huko kwenye vikoba. Sisi lengo letu kubwa hapa tunataka tupate burudani. Maanake kikubwa hasa tunataka tupate raha. Hayo masuala ya vikoba ni sehemu nyingine kabisa, hapa sio mahali pake. Sawa? Leo mmekuja, nimeambiwa Mami T, tafadhali. Nimeambiwa huwa mnaimba kaswida, lakini pia kuna hizi nyimbo za kidunia ambazo mnaziimba. Sasa leo mnatuimbia nyimbo gani? Sasa hapo kwenye kuimba ni huwa tunafanya kama tukiwa tumeandaa shughuli ya kwetu sisi wenyewe, kwa sababu kuna mkali wa mambo hayo huya hapo anaimba kaswida, lakini pia huwa ni washiriki wa matamasha mbalimbali ya kaswida Tanzania, ikiwepo tarehe 27 kutoka kuna tamasha la kaswida pale Mnazi Mmoja linaitwa Eid Shatashata, ambapo kutakuwa kuna imbaji wa kaswida mbalimbali wakiongozwa na Sabah Salum. Okay. Kumbe Bi Sabah naimba na kaswida. Kwa leo mnatuimbia nini? Mbona mnatuchekea jamani? Mbona mnatuangusha? Na wote mlofika hapa leo mnajua kuimba ama wawakilishi wa kuimba ni wachache? Muimbaji huyu hapo ni mmoja. Ambaye ndo huyu Bi makeup artist pia. Ni mpishi pia. Acha. Ni muimbaji, ni makeup artist bwana. Bibi umeolewa? Tuimbie jamani. Sina kaburudani. Ningelipata la kuomba, ningeliombea umma, ningeliomba kwa Muumba, sote tufike Madina. Mashallah. Nilipofika Madina nililia sana, nikikumbuka ya nyuma, kwangu toba ndo salama. Nilipofika Madina nililia sana, nikikumbuka ya nyuma,
kwangu toba ndo salama. Lau ningelipata la kuomba, ningeliombea umma. Lau ningelipata la kuomba, ningeliombea umma. Dada ambao umeshika Vitu vinaingia. Ningelipata la kuomba, ningeliombea umma, ningeomba kwa Muumba, sote tufike Madina, 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 Madinatul Munawwara, Madina, Madina, Madinatul Munawwara. Mwenda Madina ni nani? Anisalimie Bwana, akamwambia hayani kwa nampenda sana. Mwenda Madina ni nani? Anisalimie Bwana, akamwambia hayani kuwa nampenda sana. Na nyimbo za Kiswahili ni zipi za kiduniani? Mnachanganya, mnaimba na za kidunia pia. Za kidunia jamani. Actually, so kama tunaimba uoga tunafanya kwa ajili ya fun. Most inatokea vile mnakutana labda kwenye birthdays. Dada tunaomba utulivu So inakuwa so kama ile ni permanent, ila tunakuwa tunafanya as for fun tu. Yeah. Okay. Sawa. Kingine ambacho unataka majirani wajue kutoka kwa dada za hapa? Mimi sina la kusema, niwaambie tu wamependeza. Mmeolewa wote? Maana na kaka wengi kweli watafuta wachumba. Kuna ambao wameolewa, kuna ambao hawajaolewa pia kwenye kundi. Mmesema pia mnasaidia watu wenye mahitaji maalum, na sisi hapa kipindi cha Jirani mara nyingi tumekuwa tukipata simu nyingi sana, tukipata message nyingi sana. Kuna watu ambao wanaishi katika mazingira magumu sana 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 sana. Kuna wengine wanakuwa wamekatwa miguu, hawana uwezo, wanahitaji misaada. Ni namna gani sasa tutaweza kuwafikia ili majirani sasa waseme sasa okay jamani, hichi kikundi na sisi kimeweza kutunufaisha kwa namna moja ama nyingine? Ni njia zipi ambazo mnazitumia, labda na sisi kama jirani tunaweza tukapita hapo tukasaidiana kwa pamoja ili tuweze kuifikia ile jamii ambayo inaishi katika hayo mazingira magumu? Njia ambayo tunaitumia kwa sasa ni kukaribisha watu kututafuta kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa wote ambao wana uhitaji. Lakini kwa wiki inayokuja Ijumaa inshallah tutakuwa na charity kutembelea wafanyabiashara wadogo ili kuweza kuwainua, na lengo letu kuu ni kuweza kugusa kila mmoja ambaye anatamani kufikiwa na msaada, lakini kuna watu wanaona aibu kwenda kuomba. Kuna mtu ana matatizo lakini anaona aibu kwenda kuomba, lakini mazingira yake ukimtizama tu unaona huyu ana uhitaji. Wale ndio ambao tutakao watembelea siku ya Ijumaa. Lakini Jumapili pia tutaenda kituo cha watoto yatima Mbagala na tutafuturu nao kutokana na haya masiku 10 hapa. Tutapata nafasi ya kupata nao futari pale, lakini kupeleka vile vitu ambavyo Allah atakuwa ametukadiria sisi kuweza kuvipeleka. Lakini tunawakaribisha watu wote ambao wanataka kuungana na sisi, wanaweza kututafuta kupitia Instagram na TikTok wakaandika Ansar Sisters, wakatu DM pale na tutapa maelekezo ni vipi watakuja kushiriki na sisi kwenye hizo harakati. Lakini kwa kama ulivyogusia nyie majirani hapo, mnaweza pia mkapata mawasiliano yetu sisi tukajua namna gani tutaweza kuwafikia hao watu kwa kushirikiana na nyie pia. Aisee, mimi nahitaji sana kwa sababu ni producer na nimekuwa nikifesi hayo matatizo kwa muda mrefu. Natamani tuweze kushirikiana, tufanye kitu na tuweze kuwafikia kwa kadiri ambavyo Mwenyezi Mungu atakuwa ametujalia, kwa namna ambavyo atakuwa ametukadiria kwa kadari yake. Kwa hivyo kuna mama nadhani alinipigia simu, ilikuwa juzi pia. Kuna changamoto kubwa ambayo anaifesi, lakini pia kuna dereva ambaye yeye kwa sasa yuko kitandani, yani hawezi kufanya chochote, kwa hiyo anatamani apate msaada. Lakini pia kuna kijana mmoja alinifuata anaitwa Yusufu, yuko Mbezi Temboni huko. Mtoto wake alizaa watoto mapacha
na mtoto mmoja akawa na ni moyo mkubwa ule, kwa hiyo akawa anahitaji msaada wa haraka kwa ajili ya mtoto aweze kunusuru maisha ya mtoto wake. Kwa hiyo unajikuta na face vitu vingi, kwa hiyo peke yangu sitoweza, lakini pia hata kupitia majirani ambao wanatuangalia na kutusikiliza pia hatutoweza kama tutashindwa kushirikiana na watu mbalimbali kama nyinyi na taasisi zingine, ili tuweze kuwafikia kwa kila mmoja kwa namna yake, kwa kile ambacho tutajaliwa kukifanya. Kwa hiyo jamani majirani, niseme na mimi nimepata partners hapa kidogo, ambapo kuanzia sasa nitakuwa na orodhesha na pambana na kuangalia yupi wote wana matatizo, lakini kuna namna bora ambayo unaona kwamba huyu sasa inabidi hatuna namna, inabidi lifanywe hili jambo kwa haraka zaidi. Kwenye mitandao ya kijamii majirani wanawapataje kwa ajili ya kuona shughuli zenu ambazo mnafanya, lakini pengine inawezekana kuna mtu anatamani kujiunga na anaona kabisa na sifa za kuingia kwenye kundi lenu, mnapatikanaje? Tunapatikana kama Ansar Sisters. Okay. Ansar Sisters. Akiandika hivyo tu atatupata, kama ni TikTok ama ni Instagram kote atatupata. Kuna mwingine ambaye ana lolote anatamani kuzungumza na majirani wakati tunaaga, muda wetu si rafiki? Hakuna. Basi haya. Basi jamani, sisi tunawashukuru sana kwa kufika hapa. Wakati mwingine kama mna lolote, si ndo majirani zenu, karibuni sana. Shukrani sana. Kwa mimi nikitaka kujiunga vipi? Shungi linanihusu. Mungu lazima mashungi. Sakata limechukua sura mpya. Kama lazima mashungi. Taonana na Kungwi Mamiti hapa tuongee, tufanye jambo. Jamani, asante kwa kusikiliza jirani, sie tumemaliza. Tukutane tena kesho kuanzia saa 6 mpaka saa 8 mchana. Mariam Kitosi ndo jina langu, Umi yuko hapa, alikuwepo hapa pia. Asante pia kwa DJ 14 kwa mziki mzuri. DJ 14 unatutoaje? Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.